nilipokuwa nimelala kwa nyumba, kumbe nilikuwa nimefungia mtu mmoja kwa nyumba. Alikuwa chini ya kitanda. So mimi usingizi iliponishika, alitoka chini ya kitanda na kufungulia waliokuwa nje. Wakakuja wakanianguka kwa shingo. Tukaanza tu kufurugana nao kwa nyumba hapo. Wakawa wanasema tumchomee kwa kitanda, lakini nikawashinda na nguvu. Nikawatoka kwa kitanda hivyo na walikuwa wameshaasha kitanda. Walipoona nimewashinda na nguvu hivyo walinifunga mdomo na wakanifunga kwa kiti. Na wakatoroka wakaenda. Lakini kwa watu nilijua kama watu wawili. Sasa hawakuniambia kitu yenye walikuwa wanataka. Lakini ile tu walikuwa wanataka kunichomea kwa hiyo kitanda hiyo. Nimekuta huyu kijana amefungwa mdomo na miguu. Sasa ndio nikakimbilia niende polisi. Kwa hivyo wanaenda polisi saa hii kuandikisha statement. Nenye wanaongea hapa si maneno mazuri. Kwa maana hii maneno imekuweko baada ya siku 2 na sioni wakiongea hiyo maneno. Hawa vijana wamekuwa na mzozo. Na hii mzozo inaanzia kwa hii kijiji inaruka mpaka Indakano area. Hata juzi karibu hawa vijana wapikane wauane. Hata huyu mama mwenye anaongea amekuja kufungulishwa hapa mlango usiku na yeye ni mama mjane. Na hii maneno huyu ni mtu wa 3. Wanafunga mtu mdomo wanamfanya maneno. Hata kijana mwenyewe amepigwa na hawezi kusema. Na mzozo ya Alex na huyu kijana ni ya mwanamke ya mtu. Sio ni makora ama nini, ni mwanamke ya mtu analeta hii utata. Na serikali tunataka mtusaidie tuende tuone huyo mwanamke.